Katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Kati, Omar Justus Morris, amewataka wanawake kuwa wamoja na kushirikiana ili kufanikisha malengo ya chama kuelekea mwaka 2027. Hayo ameyasema aliposhiriki katika kikao cha baraza la kina mama wilaya Kati. Amesema umoja wa wanawake ni nguzo muhimu ya maendeleo ya jamii na mafanikio ya chama, akiwataka kuendelea kushirikiana katika utekelezaji wa majukumu yao. Lengo ni kuwaomba wanawake wote wa wilaya Kati kuunganika na kwa kitu kimoja ili wafikie malengo waliyojiwekea katika mikakati yao ya kuelekea 2027 na 30. Lakini nimewaomba sana wawapongeze viongozi wa chama akiwemo mwenyekiti wetu wa CCM Taifa pamoja na makamu mwenyekiti Zanzibar kwa kazi nzuri ya usimamiaji wa ilani wanayofanya. Hilo ndo lengo kubwa, wanawake wawapongeze viongozi wetu. Chama kiliwaamini kuwapa dhamana, lakini na wao wamekitendea haki. Kabla hatujafika 2030 washaitimiza ilani ya Chama cha Mapinduzi kumaliza katika maeneo yote. Kwa upande wake, katibu wa UWT wilaya Kati, Rehema Haji Makame, amesema kwa mujibu wa kanuni za UWT, baraza la kina mama hukutana kila baada ya miezi 6 kutathmini kazi zilizofanyika katika jamii na kupanga mikakati ya kipindi kijacho. Katibu ameeleza kuwa moja ya changamoto kubwa zinazoikabili wilaya Kati ni ujenzi holela wa baa, hali ambayo imekuwa ikichangia mmomonyoko wa maadili kwa vijana na watoto. Lengo na madhumuni ya kikao cha baraza ni kutathmini kazi za UWT ambazo tumezifanya ndani ya miezi 6 pamoja na kupitisha utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi wa madiwani wetu wa viti maalum. Niombe makatibu wangu, tunapokwenda huko chini twende tukakiimarishe chama kwa kuongeza wanachama, lakini katika swala zima la ulipaji wa ahadi, kwani hakika tunajua ili Chama cha Mapinduzi kiimarike zaidi, basi ulipaji wa ada uwe mzuri. Tulipe ada zetu, tutapata mitaji na mambo mengine ambayo inapatikana na ni fursa katika jumuiya zetu. Kwa bahati nzuri, mkurugenzi amezungumza vyema, mikopo ipo na tutaipata kwa kutumia kanuni, lakini na miongozo pia amejitolea kwamba atatoa mafunzo bure, tuende ofisini kwake na sisi tuko tayari. Toa wito kwa wanawake wenzangu kwenda kuhimiza watoto wetu. Sasa hivi kuna mambo mengi ambayo yapo katika wilaya ya Kati, hususan masuala ya baa, ambayo baa zipo zinajengwa kiholela, hawafuati utaratibu mzuri. Kwa hiyo nawaambia tu wazee, sisi ni watu wa kwanza wa kuweza kuwachukua watoto wetu na kuwaelimisha na kuhakikisha hawendi kujiingiza katika mambo hayo ya mabalaa ya baa, ili tuone watoto wetu na jamii iliyotuzunguka tunakaa vyema kwa maadili kama tunavyoambiwa tuyalinde vyema maadili ya Mzanzibari. Naye mwenyekiti wa kina mama wilaya Kati, Rehema Miraji Muhammad, amesema kikao hicho pia kimebaini ongezeko la mchezo wa bao au keram unaoanzishwa na baadhi ya wageni wanaokuja katika maeneo hayo, jambo ambalo linachochea baadhi ya watoto kujiingiza kwenye vitendo vya wizi na kukosa maadili, na kuziomba mamlaka husika kuwachukulia hatua kali wanaoanzisha michezo hiyo endapo itathibitika kuwa inachangia kuathiri ustawi wa watoto. Wahidi sio watu wanakuja na yale mabao wanatuasiri sana, hata watoto kuingiza kwenye wimbi la wizi, kwa sababu mtoto atachukua pesa kwenye nyumba ya kwao ende akacheze ule mchezo. Utakuja kukuta wewe huku unatafuta mwizi, kumbe mwizi ule mtoto wa kwako mwenyewe, na wao ndo wanosababisha wageni hawa wanotuletea haya mabao. Kwanza ulinzi uwe wa hali ya juu na wasionewe huruma kwa hawa wanaanzisha haya mabao, na anapochukuliwa, maana sio kesha arejeshewe tena. Ukesha hukumu pale tayari wewe unamwambia haya, unamrejeshia, maana kendaanzisha tena. Kwa hivyo ulinzi uwe mkali kwenye mashehia. Sambamba na hayo, mkurugenzi wa baraza la manispaa ya Kati, Mwanaisha Ali Saidi, ametoa ufafanuzi kuhusu mkopo wa 442, akieleza utaratibu wa utoaji wa fedha hizo kwa makundi yanayostahili ili kuwawezesha kujikwamua kiuchumi. Kuna milioni 578 ambao mpaka sasa zimeshachangiwa na manispaa ya Kati kwa ajili ya kina mama na vijana na wenye mahitaji maalum. Na kifupi sana nipende kutoa wito kwa kina mama wazidi kuchukua hizi pesa kwa njia ya mikopo, kwa sababu
pesa zipo, wakopaji kidogo, ambao mpaka sasa mpaka Mei 31 tuna takriban wakina mama 173 tu ambao wameshachukua hii mikopo, ukilinganisha pesa nyingi kuliko waliochukua, kwa sababu kina mama 173 wamechukua milioni 80 tu, wakati sisi tuna milioni 578. Kwa kuna milioni kama 400 bado zinatafuta kopaji. Na waomba sana kina mama wa wilaya ya Kati, mje kwetu Baraza la Manispaa Kati, tunatatua changamoto zote zinazowakabili kutokana na mikopo. Hamasisha, sikae mtu nyumbani na changamoto akilalamika au akisikitika, sipati mikopo, mikopo hamna. Mikopo ipo, pesa zipo, zinatafuta akopaji. Wajasiriamali wengi wanakoma kwenye taratibu. Mfano, mtu anaweza kajaza milioni 30, anataka milioni 30, lakini mradi alioleta labda tu wa 500,000 au milioni 1. Sasa wengine wakisikia au hao walokopa, nimeomba 30 nimepata 5, nimepata 500,000, nimepata milioni 5, mtu anachukia, anaona kama serikali haijamtendea haki. Lakini hii mikopo kabla haijatoka lazima waje wakaguzi, walinganisho ulichokijaza na unachokiomba. Kwa hiyo nawaomba sana kina mama, sisi ukija kwetu tutawafahamisha hata mbinu za kuhakikisha unachokiomba ndicho utakachokipata, kwa sababu mradi ule ujaza ulingane na pesa unayoiomba. Mfano, mtu ana kiduka kidogo atataka milioni 20, au ana ng'ombe mmoja atataka milioni 20, wakati ng'ombe labda anauzwa milioni 2, milioni 3. Kwa hiyo amejaza ng'ombe moja lakini kule akataka milioni 20. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni makosa hayo ndio anayofanya watu kama wanaona wanasumbuliwa. Kwa baada ya kugundua changamoto hiyo ndio tumeandaa deski maalum la kuwasaidia kina mama jinsi ya kujaza ile fomu, usije ukajaza kima ambacho hakiendani na maelezo.